Mashambulizi mapya ya makombora yameripotiwa kufanywa usiku wa kuamkia leo wakati Iran iliporusha makombora na drone kadhaa kuelekea Israel, katika tukio linaloendelea kuongeza mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa ripoti za awali, sehemu kubwa ya makombora hayo ilidunguliwa na mfumo ya ulinzi ya anga ya Israel. Hata hivyo, baadhi ya makombora yalifanikiwa kupenya ulinzi huo na kuanguka katika maeneo mbalimbali ndani ya nchi hiyo na kusababisha taharuki miongoni mwa wananchi. Inaelezwa kuwa moja ya makombora yaliyotumika katika shambulio hilo ni Hormashla ballistic missile ambalo lina uwezo mkubwa wa kubeba kichwa cha kivita chenye teknolojia ya mabomu mengi madogo yanayojulikana kama cluster munitions. Kwa mujibu wa wataalamu wa kijeshi, cluster munition ni bomu kubwa linalobeba ndani yake mabomu madogo mengi yanayojulikana kama submission. Linapofika angani, bomu hilo hufunguka na kuachia mabomu hayo madogo ambayo hutawanyika katika eneo kubwa na kulipuka yanapogonga ardhi au kitu chochote. Silaha za aina hizi zimekuwa zikikosolewa sana kimataifa kutokana na madhara yake kwa raia. Mwaka 2008 mataifa mengi duniani yalipitisha makubaliano ya kimkakati ya kimataifa yalijulikana kama Convention on Cluster Munition yaliyolenga kupiga marufuku matumizi ya utengenezaji au uhifadhi wa mabomu hayo. Sababu kubwa ya kupigwa marufuku ni kwamba baadhi ya mabomu madogo huwa yalipuki mara moja, hivyo hubaki ardhini kwa muda mrefu na kuendelea kuwa hatari kwa raia hata baada ya vita kumalizika. Hata hivyo, imefahamika kuwa baadhi ya mataifa makubwa ya kijeshi kama Marekani, Urusi bado yana akiba kubwa ya silaha za aina hii, jambo ambalo limekuwa likizua mjadala katika sheria za kimataifa za kivita. Hadi sasa bado haijafahamika iwapo Israel au washirika wake watajibu mashambulio hayo kwa kutumia mbinu au silaha kama hizo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema hali inaendelea kufuatiliwa kwa karibu kutokana na uwezekano wa kuongezeka kwa mvutano katika eneo hilo la Mashariki ya Kati.